msafara wa dada zake na familia. Niombe baba na mama wasogee mbele. Mzee Betson Rekamwa pamoja na mama Adelina, naomba tuje tukae mbele kule kusudi tuje tumpokee mtoto wetu kwa makofi mengi sana. Wanakuja kwa shemasi wetu jamani, anakuja vigelegele kwake. Asante sana, vigelegele kwake. Niombe Mheshimiwa diwani kata ya Bilele, kata ya Makoma na watendaji msogea huko mbele waonyeshe sehemu ya kukaa viongozi wa serikali. Asante sana studio. Sasa kwa sasa baba shemasi, nikukaribishe kwanza utupe sala hii ya kuombea keki yetu, lakini pia na kubariki chakula kwa ujumla. Karibu sana. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Mwenyezi, tunashukuru kwa zawadi ya siku njema ya leo mlipotukusanya kama ndugu, kama wanafamilia kwa ajili ya kushukuru kwa zawadi ya miito katika kanisa na hasa kwa daraja hii ya ushemasi niliyopata mimi. Tunaomba mapaji haya tutakayotumia yatupatie nguvu na afya njema ya kutumikia na mwisho kutufikisha kwako mbinguni. Tunaomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho mbinguni. Asante, ametupatia sala ya kubariki chakula chetu. Sasa na baba mzazi mje upande wa huku chini kwenye keki. Baba na mama karibu upande wa hapa, lakini pia na baba wa ubatizo kutoka Menzino. Naomba mje huku mbele kwenye meza ya keki. Tunyanyue kisu, tunakwenda kukata keki pale. Haya, tuwasindikize kwa makofi na vigelegele. Chakula tunakuja huko. Asante, wanafanya ishara ya msalaba kwa uzuri kabisa. Wanakwenda kugandamiza. Makofi mengi sana kwa na vigelegele. Asante sana. Sasa sisi naomba mnimegee vipande hivyo kwa haraka kidogo. Wazazi naomba tubaki hapo. Watakuja waheshimiwa mapadre, watawa, lakini pia kuna Bigodiliva Bayona, kuna baba mkubwa na mama mkubwa, Mr. and Mrs. Dr. Buberwa. Haya, kipande kimoja cha keki. Sasa tuanze na mama, umgeukie mwanao shemasi. Makofi kwake tafadhali. Jamani, mtende haka gasi gojo. Asante sana. Na wewe mama tunakwenda. Naona mgeukia mwanao. Makofi tafadhali. Safi sana. Asante. Sasa nikuombe shemasi ya Ivan na wewe uchukue vipande viwili vya keki. Cha kwanza unaanza na nani? Tunaanza na twende sasa. Makofi mengi sana. Na vigelegele. Haya, kipande cha pili tunakwenda kwa mama. Safi sana. Makofi mengi sana. Haya, niombe sasa uchukue vipande viwili tena. Kimoja ni cha kwako, kimoja umpe baba wa ubatizo. Haya, chukua kingine. Haya, baba wa ubatizo karibu na mtoto wake ambaye sasa anakwenda kuwa padre. Haya, karibu kwa kulishana sasa na nyie, sisi tunakwendaje? Huyo ni baba wa ubatizo na mtoto. Makofi mengi sana kwao. Haya, shemasi Eva, ni bado kazi unayo. Naomba uchukue vipande viwili kwa upande wa mama na baba kutoka Menzino. Kutoka Menzino, makofi mengi sana. Na mama wa padre na wewe usogee. Haya. Asante sana. Sasa chukua kipande kimoja tena viwili. Wako wewe na shemasi Evoti. Wana ni shughuli na yenyewe. Tunakwenda kumaliza. Kwa wazazi wote ningetamani tule keki na tutakula tu, masista wapo watasambaza, lakini nitoe upendeleo kwa
wazazi hawa wawili, baba wa Shemasi Evodius, lakini pia na bibi kutoka Bujugu. Hawa ninaomba wasogee mbele. Sawa sana. Makofi, chukua nyingine. Huyu Shemasi kesho na yeye ana jambo lake kama hili. Asante sana. Haya, niombe sasa Shemasi uchukue vipande viwili kwa wazazi wa Shemasi mwenzako. Asante sana. Wakati ninaanza kuendesha shughuli hii, bibi kutoka Bujugo naomba asogee. Tumalize na bibi kutoka Bujugo. Wapo wazazi wengi lakini au watu wakilishi, alafu wengine tutapata keki. Nitaomba watawa mtasambaza keki kwa mapadri, kwa watawa, kwa wazazi na kadhalika. Asante. Sasa niombe wanaosogea kwa ajili ya kufungua champagne au nifungue mwenyewe vya keki ambavyo namaliza navyo. Baba mkubwa na mama mkubwa kutoka Mwanza, naomba msogee mpate keki ya mwisho hapa. Alafu hizi keki nyingine, kama kuna mtu mwingine anaweza kufungua omba aje. Nina champagne 2 kama kuna mwingine. Sasa Shemasi atapeleka keki kwa baba pale wa Mwanza. Chukua keki. Basi wazazi tutafungua champagne hapa, tutakunywa, msiondoke, tunaongoza waheshimiwa mapadri kwa ajili ya kwenda kupata chakula. Mzee. Mkagonge chiazi kidogo, alafu tutakunywa. Karibu kwa kugonga chiazi. Haya jamani, mnaona wanavyokunywa, makofi kwao. Asante sana. Basi niombe hizi glasi niweke hapa mezani, tutazihamisha. Niwaombe sasa wazazi tuwaongoze mashemasi wetu. Mashemasi naomba tutapita pale, mwenyekiti wangu wa chakula. Mashemasi watakuja, ile meza ambayo ni ya waheshimiwa mapadri na wazazi watapata chakula hapo. Wazazi tunaambatana nao, naomba waheshimiwa mapadri na tusimame tuambatane na wazazi. Wote tulioko meza kuu kule, naomba tuambatane na mashemasi wetu.
Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Asante. Wapendwa, naomba itifaki zizingatiwe. Kristo. Sisi kwa parokia yetu tuna kauli mbiu inayotuongoza katika maadhimisho ya mwaka wa mtakatifu wa Jubilei kuu. Tunasema mwaka mtakatifu maendeleo Bukoba. Halafu mimi na familia yangu tutawezesha. Kati ya maendeleo tunayo ya lenga mwaka huu ni pamoja na shughuli ya upadilisho ya Mheshimiwa Shemasi Ivan Rugabera. Hivyo nimepewa jukumu hapa la kuzindua ni ufunguzi wa kamati. Kama mna ratiba hizi, mimi nafanya ufunguzi rasmi wa kamati, michango na ahadi ya upadilisho kadiri ilivyoandikwa kwenye ratiba. Lakini kabla ya kusema nilichotaka kusema kama ufunguzi, naomba nitoe msisitizo wa utangulizi ufuatao. Shughuli za misa ya shukrani ya padre mpya zinatanguliwa na tukio la upadilisho. Kwanza tumpate padre. Tunapompata padre ndipo tunaweza tukafanyaje? Tukafanya sherehe nzuri na kubwa ya shukrani. Tuko pamoja? Ndio maana ninyi ambao waheshimiwa wazazi na familia wamewaona kama ndugu na marafiki wa karibu, wakuja kuunda kamati ya maandalizi na ufanisi wa sherehe hizo za shukrani. Tunawaomba kwa nafasi ya kwanza, kila mmoja katika imani yake aombee lengo hilo, kwamba shemasi wetu awe padre. Huo ndio mchango wa kwanza na muhimu sana. Tumuombee awe padre, lakini pia tuombee mchakato mzima wa maandalizi ya maadhimisho hayo. Kati ya maandalizi yanayofanyika ni shemasi mwenyewe kutimiza wajibu wake wa kishemasi, ili baadaye aonekane kustahili kupewa daraja la upadre. Lakini pia kuombea wanakamati na wadau wote wenye mapenzi mema watakaokuwa wanachangia muda, mawazo na fedha zao kufanikisha hizo sherehe. Kwa nafasi ya kwanza, parokia ya Bikira Maria Mama Mwenye Huruma Bukoba ndiyo inayobeba jukumu la kwanza la maandalizi haya, kwa sababu
siku ya upadilisho ni siku kubwa na ni sherehe kubwa. Siku hiyo na sherehe hiyo ina bajeti yake, na tayari waamini wote wa parokia ya Bukoba wamekwisha jiandaa na kuanza mchakato na maandalizi ya kufanikisha sherehe hiyo ya upadilisho. Nimesikia MC anarudia mara kadhaa kwamba kamati hii haihusishi upadilisho kwa maana ni upadilisho ni kwa ajili ya misa ya nini, ya shukrani. Yuko sahihi, ila nitoreshi kwamba tunapojiandaa kama parokia na ambapo tumeanza jana, maana yake kuna kamati inayoandaa sherehe za upadilisho za parokia. Kamati hiyo inaandaa kufanikisha sherehe kwa maana ya chakula, vinywaji, burudani, ratiba, lakini kikubwa zaidi zawadi ya parokia kwa atakayekuwa padre mpya siku hiyo. Na zawadi yetu inajulikana, zawadi mama, nyingine zitakuja kuisindikiza. Zawadi mama tunayoitoa kwa sababu ya asili na hali ya kazi yake ni usafiri, na usafiri tulionao kwa sasa hivi sio helikopta, sio bajaji, ni gari inayostahimili mikiki ya miundombinu ya Kiafrika. Na hilo gari linachangiwa, useme hiyo sherehe, kwa maana sherehe nzima ambayo ndani yake kuna hiyo zawadi inachangiwa na waumini wote na watu wote wenye mapenzi mema. Kwa hiyo pamoja na kamati hii, bado ninyi nyote na wageni wetu, marafiki zetu kutoka nje ya parokia, zaidi sana wanafamilia hawa ni kati ya waamini wa parokia, na wenyewe wana jukumu la kuchangia sherehe pia ya parokia. Kwa hiyo yote wanayabeba. Sasa familia ya Kiganisa inakuwa na jukumu mara mbili. Ina jukumu la kuandaa upadilisho, kwa sababu upadilisho misa ya shukrani haipo. Halafu ina jukumu la kuandaa misa ya shukrani. Lakini habari njema ni hii pia, tunatambua kwamba wana jukumu hilo. Ndio maana sote pia kama waamini, hususan sisi viongozi, tunakuwa bega kwa bega na familia, ili pia wasikwame katika jukumu la pili la kuandaa misa ya shukrani. Na ndio hata hapa mimi mwenyewe ndo nakuja kuzindua hii kamati na kuifungua, kuonyesha kwamba hawako peke yao, tuko na nini. Sasa ninaposema hivyo, leo hii tarehe 2 tunafungua kamati, tunazindua kamati ya maandalizi na ufanisi kwa ajili ya misa hii ya shukrani. Lakini familia pia hii iliyotupangia tarehe leo watakuwa na ratiba muhimu sana ambayo sisi tumeanza jana kama parokia. Wenyewe tarehe yao ya familia kuchangia maendeleo ya parokia ambayo ndani yake kuna upadilisho ni tarehe 27 Februari. Kwa hiyo tarehe 27 Februari tutakuwa na misa kwenye familia ya Bwana Rwekamwa ili wachangie maendeleo ya parokia ambayo yana malengo matatu. Na kati malengo hayo matatu ndani yake kuna upadilisho. Sisi kama tuko pamoja. Hiyo tarehe 27 sasa haihusishi project zenu za hapa, au inaweza kaihusisha kwa ile ratiba na bajeti yao. Wakiamua kuiunganisha kwenye bajeti safi, kwa sababu lengo ni kufanikisha sherehe zote mbili. Lakini wameninong'oneza hapa ninapozindua kamati michango na ahadi, bajeti ambayo kwa makisio ya awali ya sherehe ya misa ya shukrani ni milioni 55. Sio zile 80 za MC. Mimi sasa kwa nijiongeza. Yawezekana alikumbuka ile sehemu nyingine akaleta hapa. Bajeti ya hapa ya misa ya shukrani ya atakayekuwa kwanza umewekwa sasa ni Shema Saiba ni milioni 55.
mchangano wake utakuwepo baadaye. Sasa tunalenga hapo, ndugu zangu. Kwa maneno hayo ya utangulizi, wametupa hicho kiwango kutusaidie katika kubudget na kupanga mabegi yetu kuanza safari. Ukiwa na safari ya kuelekea Buyekera, nadhani unahitaji kubeba suruali 3, unaenda na kurudi Buyekera. Kila kwa unaenda Singida, unajipanga kwa na hela ya kula njiani. Kuna kipindi tukiwa wa frateli, tulikuwa tunapanga budget. Tunapanga budget kutoka Kishogo kuja mjini. Unasema ikifika Kietema na kunywa chai. Chakula cha mchana mwaka zangu. Hapo unakuja spend. Hii wale kwa budget tatuna kidogo. Basi ni milioni 55 tunaitafuta mbele yangu. Kuanzia sasa tuna swinga gani warao si zaidi ya miezi 6. Ndani ya miezi 5 labda. Lakini basi mimi kwa mamlaka niliyopewa na upendeleo niliyopewa leo kufungua kamati hii, natangaza rasmi kwamba kila mmoja aliyoko humu ndani ambaye umealikwa na wanafamilia leo, wakakualika kwa upendo mkubwa na imani kwako, ni mwanakamati rasmi. Hongereni sana kwa kuteuliwa kuwa wanakamati na maandalizi kufanikisha jambo letu. Kamati yetu hii kama nilivyosema itakuwa na majukumu makubwa matatu au manne. La kwanza, jukumu la kwanza la kila mwanakamati ni kuombea shughuli hiyo mbele yetu ifanikiwe. Piga maombi kadiri ya imani yako. Usijali huko utakayotumia, ni mradi Mwenyezi Mungu anakuelewa. Kadiri ya imani yako, kwa sababu hapa tulipo tuko watu wa imani tofauti tofauti. Ombea kwanza shemasi wetu wawe padri, pili sherehe hizi zifanikiwe. Lakini katika kuombea hilo pia tuombeane uzima ili sote tuwepo siku hiyo. Maana Mwenyezi Mungu naye anafanya mavuno. Tunapoanza mavuno sisi huku, na yeye anafanya mavuno. Na mavuno yake pia yana viwango kama vya kwetu. Mtu anapovuna milioni 10, tunafurahi. Mwingine anavuna 20,000. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kuna kipindi anapeleka watu, nasema aja huyo amesubiri hilo milioni 10. Wakati mwingine anachukua mavuno, huyo amepumzika 20,000. Kristo. Sasa tuombeane siku hiyo tuwepo sote, tuweze kuyashuhudia makuu ya Mungu. La pili ni michango yetu ya ushauri, mawazo, maoni kwa familia na kwa kila mmoja wetu, namna njema ya kuenenda ili tuweze kufanikisha. Usisite kutoa mchango wako, maoni yako, ushauri wako pale utakapoona mambo yanaenda ndivyo sivyo, ili tuweze kurudi kwenye mstari. La tatu, na nimeweka kwa makusudi kwa sababu hilo linawezesha hata nyingine yote, ni michango yetu ya fedha. Ama hela, money, pecunia, maokoto. Hapa tufungi macho haya na tupepesi matendo. Hapana. Ni fedha. Hata ukisimama hapa tafadhali toa ahadi ukijua fedha inahitajika, hatuwezi kuikimbia, hatuwezi kuibeza bila fedha, mambo mengine yatakuwa. Hata kusali vizuri wakati mwingine inabidi uwe na afya njema ya chakula kizuri na nini, ili usali bila kusinzia na kupiga miali. Fedha ni muhimu sana. Kwa hiyo tujiandae kuwezesha. Nimesema ni fedha. Sasa hapa tuna taslimu na ahadi. Na ahadi na zile zitakuwa na ukomo wake. Ili mwisho wa siku tuwe na fedha, sio fedha ahadi. Na tunapotoa ahadi kwa kweli tujitahidi kutoa ahadi zinazoakisi uhalisia, ili baadaye sikaonekana ni ahadi tutakayoshangilia halafu tukaitafuta kwa machozi. Kwa kuna changamoto hiyo. Hiyo nalisema mimi makusudi ili basi tujue, tusitake tu kufurahisha watu kwa kweli, ili tujue kama tunakoma. Sisi kwa tuna matumaini mpaka tarehe ngapi
siku moja kabla ya upadilisho, ahadi lazima ipatikane. Hapo tuwe utakuta mwenyekiti wa kamati sina nini ya walali awali wafanyeje. Baada ya kusema hayo, kazi inaanza na wanaotufungulia swala la mchango na ahadi ni familia yenyewe. Karibuni. Endelea kwa heshima kubwa na mkabidhi baba wa familia ile atoboe siri. Baba, karibu sana. Mheshimiwa mapadri, ndugu zetu wote mliofika hapa, pamoja na yote na kuonana na kufahamiana, lakini baba paroko ametaja zaidi yaliyoko mbele yetu. Kwa hiyo naomba wanafamilia, kabla sijasema basi msogee mbele ili tuseme tunachotaka kusema. Naomba pandisha hapa juu, mama ubaki hapa juu, wapandishi hapa ionekane kwa uzuri. Asante studio. Ndugu wapendwa, mlioko mbele yetu, waheshimiwa mapadre, kwa kweli sisi ni kama yule bibi aliyetoa sadaka ya senti moja na akaonekana mbele ya Mungu ametoa kweli. Lakini nakumbuka hata juzi Angembe kuna sehemu baba paroko alihubiri neno hilo kwa staili nyingine. Na sisi ndio wao wenye senti moja. Hakuna tulichonacho cha zaidi. Kama mnavyoona bango, uwezo wetu ni 3,800,000. Makofi mengi sana na vigelegele. Makofi kwao jamani. Wanaonesha hiyo kundi ya ahadi ambayo. Makofi mengi sana kwao. Asante sana. Asante. Kwa hiyo ndugu wapendwa, naomba mtushike mkono hili tulisogeze kama alivyosema baba paroko, na sisi hapa ndio mwanzo. Bila shaka kama ninyi hamtalala, inawezekana sisi hatutalala zaidi, kusudi lengo litimie. Asante. Shimasa anaingia hapo, naomba makofi kwao. Basi wapendwa, sisi ndio uwezo wetu wa kwanza nao. Asante sana. Basi kwa sababu hii ni shughuli ambayo inahitaji fedha na muda ni mfupi sana, nitaomba, tuna wadau wa familia, marafiki wa familia, wadau wa familia na watu wenye mapenzi mema. Nitaomba nimsimamishe baba wa ubatizo na yeye sasa aseme neno, Mzee Venant Mpanju. Mheshimiwa baba paroko na mapadre, kwa nafasi yangu mimi kama baba wa ubatizo wa Shemasa Ivan, naomba nianze na ahadi ya 500,000. Makofi mengi sana. Tuoanishe maandishi, apatikane wa pili wa kuandika. Okay. Mimi Dr. Buberwa pamoja na familia yangu natoa ahadi ya shilingi 500,000. Makofi mengi sana familia ya Daktari Buberwa, shilingi 500,000 ahadi. Karibu sana daktari. Profesa Benson Bana, karibu sana. Kristo. Na mimi nashukuru kwa kuheshimishwa na familia. Kwa utaratibu niliofundishwa mimi ni nani kutamka kabla ya jenerali? Siwezi kutamka kabla ya jenerali. Naomba kwa heshima yako jenerali atuongoza tamke. Ndio utaratibu kwa. Safi sana. Jamani, mmesikia protocol hizo? Tumsifu Yesu Kristo. Niseme kama ulivyosikia kwa profesa pale, itifaki zote zimezingatiwa. Mimi na familia ya Mzalila tutatoa shilingi milioni 1. Milioni 1. Makofi mengi sana.
Asante sana. Jamani wanaoandika mmesikia? Ya Benson Bana tutatoa milioni 1. Makofi mengi sana. Jamani vigelegele. Sasa niombe kumkaribisha jirani Mr. Robert Matungwa. Karibu sana alikosimama, alikokaa. Familia ya Mwalimu Auckland Ngirwa. Hawa ni wadau wa karibu wa familia. Tutatoa laki mbili. Makofi mengi sana kwa vigelegele. Asante sana. Basi familia ya Mzee Jovin Kagimba. Familia ya Mzee Jovin Kagimba, nilikuwa namuona amekaa somewhere asbi. Bi Stella Kawa. Namkaribisha Bi Stella Kawa. Yuko upande gani? Tumsifu Yesu Kristo. Familia ya Charles Ng'ombe Kikawa tunaye katika. Makofi mengi sana. Asante sana waandishi, mmesikia? Na yeye aweze kutupa eza kesha au ahadi. Mr. Eli Kikawa ndio wale. Haya, sasa niende kwa baba mkubwa. Baba mkubwa Melson, nakuomba na wewe utupe ahadi yako. Asifiwe. Mimi na familia, wakati mwingine tunacheka. Familia sisi hao, ni familia yake ilikuwa. Baba na mama wao wamekwenda milioni 3,800,000. Wow. Mimi na 5. Makofi mengi sana vigelegele. 500,000, safi sana. Basi niendelee kusogea mbele waandishi. Ninamwalika Big Grace Victor. Big Grace Victor, karibu mbele. Yupo hapo mwenyekiti wetu? Tunakuomba ahadi yako ya uzinduzi wa kamati. Jamani, mimi ni mkulima, japo baba amesema kinachotakiwa ni maokoto. Mimi nitatoa kilo 100 za mchele. Kilo 100 za mchele. Makofi mengi sana. Mimi na familia yangu. Yeye na familia yake kilo 100 za mchele. Mzee Steven Mzee Wekamo hapa, naona taarifa ya baba mkubwa Steven Wekamo. Sina mengi kusema, mimi na familia yangu tutatoa laki mbili. Makofi mengi sana, watatoa laki mbili. Niendelee mbele, nimwalike Gosbert Rubigira. Asante sana Gosbert Rubigira. Makofi mengi sana. Jamani, wale waandishi kama tunaenda sambamba mniambie, kama tunakimbia mniambie. Maana inabidi tutunze rekodi zote vizuri. Sawa, nimemaliza hapa. Omtwale Ladislaus Rutananukwa. Omtwale Ladislaus Rutananukwa ameahidi shilingi 300,000. Tayari mmeshaandika. Niende anayefuata. Huyu yupo Mzee Lenatus Pesha, nitaje au nakuja? Haya. Mzee Lenatus Pesha, naomba mumuandike. Mtamfuata pale alipokaa pale, awape namba za simu. 2. Makofi mengi sana. Huyo mmemwandika tayari. Ya Ustadi Usishumbusho. Mama nitaje au unakuja? Yuko pale. Ngoja nitaje. Familia ya Ustadi Usishumbusho shilingi 200,000. Tuko pamoja mpaka hapo waandishi wangu? Nitaje au unakuja? Haya, nasema nitaje. Waandishi wangu huko mbele, familia ya Antidius Alexander kutoka Mafumbo shilingi 300,000. Simu za Antidius ni 0753 31 7754 50 30 41. Mzee Antidius Matungwa nimetaja huku, alafu na familia Joseph kwa tumetaja.
ile ya Shemasi Mzee Deus Spiliani kutoka Kitendaguro. Naomba usimame kwa kuone baba wa Shemasi kwa mara nyingine. Yeye amesema kamati hii anaungana moja kwa moja na nyie, atachangia shilingi 100,000. Basi ninaye baba wa padre familia ya mzee yangu tukana Padre Innocent hapo na mama yuko hapa, daktari wetu Evans, shilingi 200,000. Nasema safari ya hatua tunatanguza shilingi 10,000. Asante sana. Wanaoandika meshampa nani Mike, twende. Mimi na familia yangu tutatoa 300,000. Asante sana. Sasa jamani, tunasikia hayo. Mheshimiwa wazee, ngeni waalikwa, mimi na wapana Katonda Muluti Obude Bonda katika kuyatumia wengine. Sasa mimi na familia yangu hapa na bado tunaisaidia kwa nataka. Labda tutaongezea kidogo. Tunafurahi sana kuwa hapa kwa siku ya leo na kutambuliwa kati ya familia hii. Kwa muda mrefu tumetembea kwa pamoja na ni jambo jema kukamilisha kuona ukamilifu mwana Aidan anakuwa padre. Yesu Kristo. Familia ya Dr. Frederick Baidukia tutachangia shilingi 500,000. Makofi mengi sana. Naomba tuwapongeze waandishi pale mbele. Naomba mumwandike Mr. Bishanga. Natafuta jina la ubatizo limenikimbia sana hili. Lakini ni katibu wetu ni mwenyekiti msaidizi wa Waka Parokia. Familia ya Ludovic Mbezi. Familia ya Ludovic Mbezi. Tuko tayari waandishi? Familia ya Ludovic Mbezi, ahadi shilingi 300,000. Familia ya Ludovic Mbezi 300,000. Sasa ninahamia kwa baba wachungaji. Wameniambia usije ukatupiga mgongo sana. Asifiwe. Mimi na familia yangu kwa kwanza tunatanguliza elfu 20 na ahadi ya 1,000. Laki moja hadi ndio ametanguliza 20,000, ahadi 1,000,000, lakini ametanguliza keshi 20,000. Wakati baba padre hapa wanaweka mambo sawa sawa, niombe mzee Mustafa nikukaribishe. Mzee Mustafa, karibu sana, nikukaribishe. Na ameahidi shilingi 200,000. Ameahidi 200,000. Makofi mengi sana. Wajomba, tunapokuja mbele ni mmoja mmoja. Unajua MC mwenzangu, mimi na familia tutatoa 100,000, lakini sasa tunaacha 50. sana. Niliomba kwamba ninaomba sasa wajomba wote naomba tusimame niwaone mlipo kwanza. Naomba wajomba tusimame. Ikiwezekana wajomba na wake zao. Wajomba pande zote. Wajomba pande zote mbili. Naomba mje. Wa kwanza ni huyu, Sisi ni wawakilishi wa wajomba kutoka familia ya Mzee Trasius. Na tunayo ahadi kwa kuwa familia yetu sisi inafahamika sana kwa ufugaji na kuhakikisha kwamba watu wanatumia mili yao vizuri. Basi kwa siku hiyo tunaahidi ng'ombe mmoja mzima na mapishi ili yaende vizuri, inahitaji viungo, tutaongeza hapo shilingi 1,000,000 kutoka familia ya Trasius. Makofi mengi sana. Endelea kubaki nayo mjomba. Jamani, mmetuandikia Asante sana.
chama cha trust, tufike mbele kwa ajili ya kusema trust tunafanyaje. Kamlisha, mzee Kamlisha kutoka Mafungo, karibu. Chukua hii maiki, kama mniandikie mzee Kamlisha hapo. Msifu Yesu Kristo. Basi wajomba, nimechelewa kidogo kufika, naongezea shilingi 200,000. Mjomba anaongezea shilingi 200,000. Asante sana. Kamata DJ. Lakini hizo 200,000 keshi. Ni 200,000 keshi anayo hapa. Jamani wanaoandika maokoto, 200,000 keshi hapa anaitoa mfukoni, amemaliza. Yaani kwamba ametoa keshi kabisa. Haya, ataongezea baadaye. Victor Nsima, naomba usogee mbele Victor Nsima. Wakati Domina anakuja kutoka Trust. Jamani Trust naomba waje kusudi na familia yangu tutatoa shilingi 200,000. Familia yake Victor Nsima 200,000 ahadi. Yeye na familia yake. Naomba mwafuatilie kwa namba za simu. Sasa Trust wapo huko Trust. Mimi naitwa Krizosto Mnyangezi, nimeshahidi 160,000 tumeandika kwenye kitabu. 160,000 tumeshaandika kwenye kitabu. Trust wana utaratibu wao, siku ya sherehe tutatoa zawadi nono. Zawadi nono. Asante. Kuna ndugu kutoka Izimbia, naomba waje. Wamesimama, wamekaa wapi tuwaone? Familia zile za Izimbia. Nimeandika kwangu kwenye zawadi. Ndio huyu hapa au chukua maiki hii. Hawa ni ndugu kutoka Izimbia. Tusikilize jina lake. Familia ya Rwezaura kutoka Izimbia wanaahidi 300,000. Njomba Mariseli ulipo tunakuomba mbele. Mariseli ulipo. Haya, Njomba Mariseli anaahidi 300,000. Haya, ninakwenda kwa Mwalimu Ivona. Familia ya Mwalimu Dickson Ng'ombe tunaahidi 1,500,000, natanguliza 50,000. Familia ya Mwalimu Dickson Ng'ombe 1,500,000 wametanguliza 50,000. Hapa mbele kabla sijaenda huku, naomba nisiwasahau hawa. Naomba dada wote waje mbele pale ili kusudi nianze kuzunguka. Dada wote naomba waje, dada wa Shemasi. Naomba wote waje mbele. Dada wote waje mbele, alafu ndo nianze kuzunguka. Mimi Mama Leticia Buberwa anaahidi 100,000. Mama Leticia Buberwa anaahidi 100,000. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi Leticia Buberwa anaahidi 100,000. Tayari tumeandika kwenye daftari. Yesu Kristo. Kwa jina naitwa Jovita Roitabula. Nimetoa ahadi ya shilingi 100,000, nishaandika kwenye daftari. Kumbe kuna waliotoa ahadi huku lakini ndo sijawapata kuwasoma, ndo hamjaniletea. Sasa mbona hujaniletea kusudi niwasome huku? Yaani maanake ni kwamba niwe nayo. Bi Placidi ya Ndiamu kama shilingi 100,000 huku wameandikwa tayari, msisumbuke. Jovita Rwetabura shilingi 100,000. Jamani, hayo makofi mbona hampigi? Alafu Anthony Kato shilingi 1,500,000. Rosemary Kipingili shilingi 100,000. Anastasia Ngemera shilingi 100,000. Tayari Charles Bwega ameshasema shilingi 300,000, hii ameshaisema tayari. Jamani, tuwapigie makofi wote hao. Hii ngoja nimrudishie aliyenipa. Hapa father unaniambiaje? Haya. Safi sana. Na nyie hapa. Haya. Haya. Estadius Shukuchu tayari Antidius. Mwalimu Alvin Claveri ya Mheshimiwa Jackson na Irene shilingi 100,000. Levi Timothy Kaigi shilingi 100,000. Ametoa keshi 50,000. Richard Kamgisha shilingi 200,000. Alafu huyu hawa tayari, Eladius tayari. Christina ni familia ya Christiani Comrade shilingi 200,000. Familia ya Rwezaura shilingi 300,000. Alafu hapa
Sawa. Sasa huku mbele nina karatasi nyingine. Turudi kwa waheshimiwa mapadri. Mheshimiwa Father Benedict Kweyamba shilingi 100,000. Mheshimiwa Father Potentini Kamugisha 50,000. Familia ya Omulangira Rujuangana shilingi 200,000. Father Prudence Mujwauzi shilingi 200,000. Father Alexius Mtegeha nikikosea jina shilingi 100,000. Father Samuel Mchunguzi shilingi 200,000. Father Philibert Mtalemwa shilingi 100,000. Jamani, hao wanaotoa mnajua ni mapadri yaani naomba terereka jachimu ninyu. Haya. Father Edmund Mtalemwa shilingi 100,000. Father Robert Rwebangira shilingi 100,000. Familia ya Mama Ana Rose Kavavila kwa Father Ben kule ambaye ametangulia 100,000, familia inaongeza shilingi 100,000. Haya, hizi karatasi. Sasa kama kuna mtu alikuwa hajaandika, jamani tumalize ili tuende kwenye zoezi linalofuata. Familia yangu ambayo ni familia ya Edison Kabogi tutatoa 150,000. Kristo. Milele amina. Familia ya Milton Sebastian Yubao tunaidi 150,000. Jamani waandishi mnasikia Endelea kuandika. Haya, nakutana na mzee Wenceslaus Moleka mtoa 100,000. Moleka. Mzee Wenceslaus Moleka 100,000 anatoa keshi. Naomba tunaopokea keshi. Mzee Stanislaus Moleka keshi 100,000. Wenceslaus Moleka. Chukua maokoto haya dada 100,000 hii hapa. Hiyo ni keshi. Haya mzee Kato karibu. Familia ya Mr. and Mrs. Gosbert Kato tunaahidi 200,000. Vedasto Kamala yuko wapi? Aha. Sawa kabisa. Sasa naomba mnisikilize waandishi. Katibu wa waka parokia Pasco Katabaro shilingi 100,000. Katibu wa waka parokia Pasco Katabaro shilingi 100,000. Tuko pamoja huko mbele. Shilingi 80,000. Mr. Steven Vitumbe shilingi 80,000. Kuna wengine? Aha. Wako wapi? Upande gani tumebakiza? Nataka wale waandishi waniletee nianze kusoma zile karatasi nyingine. Haya. Kristo, mali letu. Hapo nawapeleka moja kwa moja kwenye sherehe. Kwanza nitachangia shilingi 100,000. Halafu nitatunga wimbo ambao utahamasisha maandalizi haya. Zitakusanywa kama 3,000,000 zote zitaenda kule. Makofi. Halafu nitatunga wimbo wa historia ya ushemasi ambao mimi mwenyewe nitauimba siku hiyo. Hayo madogo. Makofi hayatoshi. Asante sana mwalimu John, nimewaambia atatoa kwa njia ya dola, si ndio? Umesikia Haya, tunakwenda kwa huyu naye ni mwimbaji Upendo Grupu, Alibina, the Super White, mweupe kuliko wote. Haya. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nitachangia 100,000. Makofi mengi sana. Nakuja kwa mzee Kazimoto. Familia kubwa hii. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi pamoja familia yangu ya Christopher Kazimoto kutoka ya teule ya Kibeta tutachangia 120,000. 120,000. Ndiye BCC mnamkumbuka hiyo historia yake? Historia gani? Mke wake ndiye aliyepokea milioni 1 ya kwaya mikononi mwa rais. Mnalijua hilo au mmesahau? Haya, makofi kwake. Jamani, kuna waliobaki. Haya, sasa ninavyoona hapa kuna watu kama wanajifikiria. Kuna mmoja pale, huyo anasema ngoja tuongee sisi. Huyo ni mzee. Naomba msikilize jina lake vizuri. Kristo. Tumaende. Familia ya Debrasa Stima
watachangia laki mbili. Mmelisikia jina jamani? Waandishi. Haya, naomba nimepokea ujumbe mwingine hapa. Wale wanaotaka kutoa ahadi, naomba nitaje namba ya simu mwanze kunitumia. Ya Ildefonsi Atanas Kyuki inaahidi shilingi 105,000. 105,000. Makofi mengi sana. Sasa waandishi huko mbele, nimepokea ujumbe. Milele ya Amina, karibu. Familia ya Longino Spirito ahadi 100,000. Safi sana, safi sana. Tunasikilizana eh? Sasa Mwalimu Gideon Kinjoli, Mwalimu Gideon Kinjoli ameahidi shilingi 100,000. Sasa tufanye hivi. Najua tunachokwenda kufanya hapa. Shilingi 100,000. Mmeshamwandika? Mwalimu Gideon Kinjoli shilingi 100,000. Kamwa ile familia yake. Naomba amekaa upande gani? Wakati unaenda kule sasa, wewe tuje tuwapatane huku. Clara Ruiza shilingi 100,000. Raymond Biebalilo shilingi 1,500,000. Krizosto Munyangezi shilingi 100,060. Jamani, hao mnawasikia eh? Aya, Imakulata Jovi ni 20,000. Lestuta Charles 30,000. Edina Sauro 70,000. Pia Biabusha shilingi 1,500,000. Projestus Yandelea 50,000. Onesi Foli Mbonde 1,500,000. Ivona Dickson tayari 1,500,000. Edison Kabogi ameshazungumza. Gozi Batikato tayari. Neleus Shengoma 200,000. Metodia Deogratias 50,000. Na Norbert Rwekamo shilingi 100,000. Pia kuna familia ya Joseph Mwesiga shilingi 100,000. Familia ya Claudia ni Mtabuzi shilingi 100,000. Linus Iliakuru wa shilingi 200,000. Dakta Msafiri, hizo zote ni familia, ni shilingi 200,000. Kama kuna wengine wamejiorozesha waniletee. Haya, kuna familia ya Maximilian Pius shilingi 100,000. Jamani, mnawasikia hao? Kule meza kuu mbona makofi yanapungua? Georgina Projestus shilingi 100,000. Wilson Mtalemwa 70,000 katanguliza 10,000. Evelyn Buberwa shilingi 50,000 katanguliza 10,000. Doris Binamungu 30,000. Ildefonsi Atanazi Yuki huyu tayari 105,000. Na Mariet Fidel shilingi 20,000. Aha. MC. Yes. Sasa Shemasi ana kaka zake, dada zake. Na huu ndo muda sasa. Haya. Sasa niombe wale kaka zake na dada zake Shemasi wasimame waje mbele. Na unajua kwa sababu naona watu wengi kumbe wameandikwa humu. Ndio maana unaona watu hawaamshi mikono kwamba mimi nimebaki. Tunaanzia upande huu. Ng'ombe kimefika mbona? Livia, Abit. Utasema familia. Tunaomba hapa Livia na Abit. Tuanzie kwako mheshimiwa. Sababu mfika mwisho tuanzie hapa. Waongeze sauti tuwasikie. Dada Nancy yeye anasema anaahidi 200,000. Haya. Makofi tafadhali. Hao msiopiga makofi wanaweza kuahirisha. Wewe mtu mzima wewe.
Anaahidi shilingi 200,000. Makofi jamani. Laki na nusu. Makofi 1,500,000. Bwana mpige makofi. 1,500,000. 1,500,000. Safi sana. Joyce Makama, F30. 30,000. Joyce Makama shilingi 30,000 ameandika mwanzo. Mwenda Rugaru ile nimeshaandika tayari 1,500,000. Safi sana. 1,500,000. Wote ni dada zake na kaka zake. Elfu 50,000. Anayeandika ni nani jamani? Twende na muda kidogo. Niko na daktari. Martha Jonathan 50,000. Livia yuko wapi? Lakini wakati wanaandika hapo Livia aje. Livia aje, wanamhitaji hapa kaka zake waongee naye kidogo. Edita Mayanga alishaahidi muda mrefu. Jonas Wekama 50,000. Jonas Wekama 50,000. Alibaki. Livia. Umeenda kwa shangazi? Wewe dada. Livia anasema ni mwanafunzi. Tutakuita tena baadaye. Pita kwa wadau, njoo na chochote kitu. Tuko hapa sasa. Mombeki anasema yeye ni shilingi 80,000. Asante. Sasa DJ wape muziki mmoja mzuri sana, sio muziki anachagua, warudi kukaa. DJ unaniangusha. Sasa tunaenda, unajua hapa watu wanazidi kuchemka. Kuna Mr. Deo Mworope, naomba aje na atuoneshe alipo, lakini pia na Mr. Eladus naomba naye atuoneshe alipo. Baadaye niendelee na hao wengine ambao tumekwisha wapata hapa. Naona hapa kwenye orodha yetu ambayo tulikuwa tumepanga kifamilia, mashangazi na baba wadogo ndio tunakwenda kumaliza nao njia ndani. Sasa niombe ile maiki hii familia ya Deo Mworope, BCC, kwaya ya BCC. Kristo, tunaendelea, sisi sio wachache wala sio wadogo, mtupigie makofi. Kwaya ya BCC, baba paroko, maana baba paroko anasema kwaya hii anaiaminia sana. Tutatoa shilingi 300,000 padogo hapo. Tungai wenga ya mstera kinki ulipopata ajali. Alafu siku hiyo shemasi wetu na mama na baba muulize, tunaahidi vitu vikubwa hapa. Alafu siku hiyo tutaimba misa. Bila gharama. Ndio maana hatutakodishwa, tutalipa. Tutaimba vizuri sana. Kingine tutashiriki ukumbini barabara chezea. Wasiopiga makofi hata nyumbani kwao wapige. Kweli kabisa. Sasa sawa. Kwamba ni watu wa Mungu. Mimi siku hiyo nitapiga mkono. Kuna ndugu Ashimu ametuahidi mchele kilogramu 200. Makofi tafadhali. Lakini pia kuna Bi Evelyn Norbert Rwekamwa ametuahidi 50,000. Sasa nikaribishe mashangazi na baba wadogo. Yes. Mashangazi na baba wadogo. Tuanze na shangazi alafu ndio baba wadogo. Mashangazi jamani mlipo? Shangazi tunawaombeni. Shangazi. Kijana wetu ndio huyo. Shangazi akiongozwa na Edina Milembe. Yes. Kusudi mafumo waliamu. Karibu. Sisi familia ya bwana na bibi Deogratias Olope tutachangia 200,000. Safi sana. Na anayefaa usiotoke kwanza dada, shangazi yangu naomba ubaki. Mimi naitwa Adelina Rwekama, tutachangia 100,000. Mnawasikia
walivyosimama wao, si mnaona wanafanana eh? Abobarongo yani ni mapacha hao. Makofi sana. Kristo, mimi naitwa Lende Christian, nachangia 100,000. Anachangia 100,000. Asante sana. Sasa ndio baba wadogo wako wapi? Nataka nimalize na baba wadogo. Najua wageni wali anaidi 50,000. Asante sana. Na hapo mbele wao wanaahidi shilingi 300,000. Wanaahidi 300,000. Makofi mengi sana. Sasa MC, ndio kuna zoezi tulifanya na patapata message hapa. Ndio. Ili kusudi baadaye tena Daktari Benson bana, kuna jambo unalo, ninakuomba usogee mbele ili kusudi uweze kunitonya hii issue ulio nayo kwanza daktari. Barozi wetu. Karibu sana. Karibu sana. Naomba mpatie maiki. Kuna jambo analo anataka kulifanya. Mheshimiwa Baba Paroko, wazazi wa shemasi wetu Ivan, wageni waalikwa, watawa wa kike na wa kiume, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na utukufu kwa kuwezesha zoezi hili na kutupatia MC wazuri wa kutuhamasisha ili siku aliyoipanga Bwana kwa ajili ya Ivan, shemasi Ivan, iwe siku ya mafanikio na siku ya kihistoria, vile vile iwe ni siku ambayo Mheshimiwa sana Baba Paroko Samuel Mchunguzi Engineer ataandika historia yake katika parokia ya Bukoba kanisa kuu kwa wino wa dhahabu. Sasa katika uzoefu wangu mimi nimemsikia Mheshimiwa sana Vicar General, ni cheo kikubwa katika hierarchia ya kanisa, akihamasisha, akiratibu ujenzi wa nyumba ya wazee, mapadri wazee na wagonjwa kule Kagondo. Unaangalia, nilikuwa sijahudhuria homilia yake kumsikiliza, lakini leo baada ya kumsikiliza nashindwa kuelewa, huyu alizaliwa kishogo kwa makosa, alitakiwa azaliwe Maruku. Unashindwa kuelewa, unashindwa kuelewa. Sasa Baba Vicar General, kwa kuzingatia hierarchia na waheshimiwa mapadri waliomzunguka, aliahidi, ameahidi kitakatifu kabisa mchango wa 200,000, lakini kizingatia mafundisho aliyotupa, tukaainisha ukarimu na shukrani. Mimi nilikuwa sijui falsafa aliyoishusha pale, tukaweza kupambanisha haya mawili yasiyoshikamana, ni lila na fila zitangamana. Sasa mimi ninaomba, na mimi nilipokaribishwa nitoe hadi yangu, nilizingatia vile vile hierarchia ya kiserikali. Mimi ni nani kabla general hajasema? General alipo mwingine tukasema. Sasa kwa hierarchia ya kikanisa, Vicar General, makamu wa askofu, baba paroko wa kanisa kuu, homili iliyoshiriki vionjo vyote vya utukufu, tunamwachaje baba paroko na 200,000? Sasa hizi sio za ahadi, naomba tutume. Mimi nitapita meza moja hadi nyingine, walao 200,000 za baba paroko, Vicar General, Engineer Father Samuel Mchunguzi. Rekodi zote zisome 1,100,000 au 2, tutakuwa tumetimiza wajibu wetu. Sasa kama alivyosema, ukisikiliza vizuri na ukimwangalia, ukisoma lugha yake ya mwili, ni baba wa vitendo, si maneno. Sasa mimi ninatanguliza 50,000 kuunga mkono familia nzuri, mafundisho mazuri na
mtakaa nasi siku yote hii tukiweza kutafuta siku ya iPad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makofi mengi sana. Hii sio ya ahadi. Mimi nitatembeza kitunga mwenyewe. Mimi sio mwenda zake. Mwenda zake naye aliwahi kutembeza kabisa. Mimi nitapita. Nitaanzia kwa General, alafu kwa Murangira Mpande. 1, 2, 1. Hapa ni kila mmoja hasa meza kuu. Yes. Kilo. Dola zinatolewa dola. Ndio. Dola. Sawa kabisa. MC kama ni anaenda kujao. Asante sana. Dogo dogo. Yeah. Kidogo kinajaza kibao. Naanza meza kuu. Nataka. Wanaweka kule pesa mbele. Wale waandishi wangu mmoja naomba ni mmoja. Murangira Mpande hapa. Murangira Mpande ni baba wa familia kubwa. Dada jina la Mpande kwa maarufu umemaliza yote. Nilikuwa najiuliza hapa. Murangira Mpande hajampigia Winnie simu. Hajampigia Kakuru, hajampigia Kato, hajampigia Flora. Mimi najua akiwapigia atajaa hapa. Lakini anze na wewe. Ubarikiwe. Ubarikiwe. Shemasi na kuruka. Unakiruka. Asante sana. Nateremka. Kwa wewe. Jamani, Baba Paroko, Vika General. Baba Paroko, Vika General. Tafadhali. Baba Paroko, Vika General. Asante sana. Baba Paroko, Vika General. 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 Baba Paroko. Father Mchunguzi, tafadhali. Wako. Ni kusagusa mikoba tu na. Tafadhali. Baba Paroko, Vika General. Cha milioni moja sana kwa mshukuru, lakini kiasi alichotoa cha 100,000 naona akilingani na huyu mwanzi wangu. Nimemwambia sasa kama ni kama baba yake, mlezi wake, baba mke wake, atoe 100,000 mpaka ongeze hapa na 100,000 mimi baba yake, au atoe kwa ahadi. Haya. Maliza kule. Niombe wanakwaya pale. Bwana nzuri, lakini inalinganishwa na kwaya ya mtakatekeleza mtoto Yesu. Ni ya maarufu hii. Asante sana. Wanaoitwa waje wanatoa zawadi, tunakwenda ili niambie kipengele kingine kusudi tubalance muda wetu. Kwa hiyo kwenye zawadi sitaruhusu maneno. Nitaomba tutoe tu zawadi kwa sababu tumetumia muda mrefu kwenye shughuli ya uzinduzi.
na ninafikiri baada ya mzee Venanti kuhesabu, baba atakuja kutukamilishia, baba paroko aliyezindua atakuja kutuambia neno fulani na shukrani na maokoto tuliyoyapata. Baada ya hapo, waheshimiwa mapadre, waheshimiwa watawa, alafu familia ya Rwezaura kutoka Izimbia, Hawaka kutoka Mafumbo, wote hao wao. Sisi hatuna mengi ya kuongea, lakini tuna zawadi kidogo hapa tunamwandalia shemasi ili ziweze kumsaidia kipindi ambacho ni cha mpito kama unavyosema. Kwa hiyo mama atawasilisha hizi zawadi tulizoweza kuzipata ili shemasi mzitumie vizuri ili maisha ya utume yaweze kuendelea maisha. Asante sana. Zawadi ninavyoziona mle ndani ni zawadi nyingi na nzuri sana, kwa sababu hatuna wabebaji, lakini naona kuna zawadi kwanza hiyo nafikiri hata itumia hata akisha kuwa padre. Kwa hiyo huwa tunaita arba. Makofi mengi sana kwa wazazi. Jamani, ningepata hata watawa wawili wakawa wanamsaidia shemasi hapa, kwa sababu naona hawezi kubeba, zawadi ni nyingi. Haya, asante sana. Kuna Mama Nikora kama kutaka ionekane, lakini ngoja nione. Unaona mkanda mzuri, funga mkanda ili kusudi safari iendelee. Hapo na mashati mengine ya kuvaa kawaida. Safi sana, hizo ni zawadi. Sasa ukuta akina mama mwezi kukampigia mama makofi jamani. Haya, tunaendelea. Hivi mnajua kwamba huyu mama ana jina la mama yangu mimi. Sasa ni MC ni mimi hapa, alafu mnakataa kupiga makofi wakati mwalimu wangu anasema makofi myapiga. Haya, niombe waheshimiwa mapadre tusimame. Karibuni kwa zawadi na watawa wafuatie wakati mama anamalizia vizuri. Makofi sana, makofi sana. Yes. Naomba tupokee zawadi hizo. Karibu waheshimiwa mapadre. Zawadi ya kwanza, wazazi wanakuzawadia zawadi nzuri sana. Naomba asogee mbele kusudi mkanda umchukue vizuri. Makofi mengi sana. Baba paroko anazawadiwa zawadi. Nimetelaka ganjasi yani jamani. Gojo. Bueno umanya. Baba paroko ya Gabayega jakatu razirazi mishena mane wajibu ya betarimu. Haya, kuna zawadi ya Mheshimiwa Father Julius aliyekuwa na mlea kula. Kuna aliyepo makamu wa chuo. Naomba aje mwalimu huyo kutoka Kindo. Hizo ni zawadi za Mheshimiwa Father Julius. Baada ya hapo ndipo nitamkaribisha baba paroko. Naomba waheshimiwa mapadre tuje tuwe nyuma ya baba paroko. Baba paroko tayari anafika pale, anatoa zawadi yake. Hiyo ni zawadi ya Father Julius inayotolewa. Karibu waheshimiwa mapadre. Wakati huo watawa wanajiandaa. Waheshimiwa watawa, naomba tusimame. Haya, baada ya watawa, naomba familia ya Rwezaura kutoka Izimbia tuje. Wakati huo wafuatie. Familia ya Rwezaura kutoka Izimbia naomba waje. Hawaka Mafumbo naomba wafuatie. Twende na muda kidogo ninaowaita kwa sababu zawadi ni nyingi na kuna mambo mengine tunaendelea nayo. Safi sana. Hawaka Mafumbo wako hawapo. Hawaka Mafumbo, twende na muda kwa sababu watu wananiambia wanataka kwenda. Sasa nikiwaita naomba tuje. Twende kwa muda. Godeliva Bayona naomba afuatie. Godeliva Bayona naomba aje. Wale ninaoita wakachelewa kwa kweli tutakutana njiani. Zawadi ninazo nyingi sana. Karibu Bi Godeliva wakati ya Hawaka Mafumbo wanakuja. Baba mkubwa na mama mkubwa Mr. and Mrs. Buberwa naomba na wao waje. Jamani, Hawaka Mafumbo
tuko nyuma ya muda, yani tuko nyuma ya muda, nyuma yenu kuna wenzenu. Kwa hiyo naomba twende kwa wakati. Baba mkubwa na mama mkubwa, Mr. and Mrs. Buberwa, karibu kwa zawadi. Mama wadogo waliopo naomba wajiandae. Sasa baba wakubwa na baba wadogo na mashangazi naomba tuje kwa umoja wetu. Huyo aliyetangulia ni mama mkubwa kutoka Mwanza, familia ya Mr. and Mrs. Sasa niombe mashangazi wote naomba tuje na safi sana. Baba wakubwa na baba wadogo na mashangazi, wakati huo baba kutoka Mizilo naye anaingia pale. Mr. and Mrs. Kamgisha kutoka Mwanza naomba uje. Mr. and Mrs. Kamgisha kutoka Mwanza. Mr. and Mrs. Kamgisha karibu. Hao wanatoa zawadi. General naye anatoa zawadi pale. Familia ya Kamgisha kutoka Mwanza. Mzee Kamara kutoka Itawa karibu na familia yako. Mzee Kamara kutoka Itawa. Jumuiya ya Mtakatifu Moscat Miembeni, wakati Mzee Kamara kutoka Itawa anakuja. Jumuiya ya Mtakatifu Moscat kutoka Miembeni, kikundi cha ngoma mjiandae. Jumuiya kutoka Miembeni, twende na muda kidogo. Kama mjawa tayari niende kwa wengine. Mwenyekiti wa WAWATA Bilele naomba asimame. Hizo zote ni zawadi. Safi sana. Jumuiya kutoka Miembeni, mwenyekiti wa WAWATA kigango cha Bilele naomba afuatie. Naomba twende kwa mstari mmoja ili tuonekane vizuri. Twende kwa mstari mmoja. Mwenyekiti wa Bilele yuko pale. Mama wadogo na wachomba naomba waje. Hiyo jumuiya kutoka Miembeni wanajenga sasa. Baba ametoa kanzu lingine pale, safi sana Mzee Kamara. Lakini pia anatoa na Romani Kora. Sana. Makofi mengi sana. Haya, huyo ni Mzee Kamara. Yes, jumuiya ya Miembeni nao wanatoa kaniki. Nayo iko pale, safi sana. Makofi mengi sana. Haya, jumuiya hiyo ya Miembeni Mtakatifu Moscat, wakati wa WAWATA Bilele wanakuja. Bibi kutoka Bujugo nyuma ya mama wadogo na wajomba. Mama wadogo na wajomba waje. Mama wadogo na wajomba wako wapi bwana? Mama wadogo na wajomba, wakati bibi kutoka Bujugo na kampani yake. Kuna watu ambao ameambatana nao. Safi sana. Mama wadogo na wajomba. Sasa bibi, wajomba mtangulie kwanza. Wajomba mtangulie, bibi anakuja peke yake na msafara wake. Karibu wajomba mbele. Kikundi cha ngoma tunajipanga vizuri. Bibi sasa anakwenda kuingia. Ama kama rangira mjiandae. Ama kama rangira mjiandae. Sasa bibi anakuja. Karibu bibi kutoka Bujugo. Ama kama rangira naomba msimame wakati bibi anakuja. Ama kama rangira msimame wakati bibi anakuja na msafara wake kutoka Bujugo. Huyo ni bibi anatoka Bujugo. Hapa kama rangira naomba tusimame.
Daima Bujugo. Abakaba rangira naomba tusimame. Abakaba rangira naomba tusimame. Huyo ni bibi. Sawa sana bibi. Nigelegele kwa bibi kutoka Bujugo. Wewe la sana mjukuu wa Shemasi. Safi sana. Hiyo ni Bujugo moja Piga vigelegele basi Bujugo jamani. Huyo ni bibi kutoka Bujugo. Wakati wa Abakaba rangira tunajipanga vizuri. Abakaba rangira sogea mbele. Endelea kusogea. Hawaka parokia ya Bukoba. Hawaka parokia ya Bukoba naomba tusimame. Hawaka parokia ya Bukoba. Abakaba rangira wakati wanakuja. Hawaka parokia ya Bukoba. Halmashauri ya walei, kamati tendaji ya halmashauri ya walei Bukoba Parish. Naomba tuje. Abakaba rangira hapa. Hawaka Bukoba. Wakati huo Mr. Charles Sikao. Mr. Charles Sikao. Hiyo Hawaka Bukoba wanakuja. Mr. Charles Sikao. Mr. Charles Sikao. Upendo daima. Trusty. Upendo daima. Trusty. Upendo daima. Trusty. Karibu sana. Mwalimu Mgambo, nikuombe uniinulie kwaya, hata kama wana zawadi waje wanampa mkono tu. Kwa ajili ya wageni wote waalikwa tu wapatane nyuma. Wageni wote ndugu jamaa na marafiki ndio muda wetu sasa. Kwaya naomba tusimame tuje mbele. Karibu kwaya kuongoza wageni waalikwa ndugu jamaa na marafiki. Twende sasa moja kwa moja. Wageni waalikwa ndugu jamaa na marafiki. Tunaongozwa na wanakwaya sasa. Wageni ndugu jamaa na marafiki, yeyote yule unaweza kuja. Yeyote yule unaweza kuja kama mgeni mwalikwa. Karibu sana. Wewe hata kama una zawadi njoo hapa mikono ya pongezi. Ukiwa na zawadi tunaweka kwenye kitunga. Wakati huo kamati ya maandalizi tunajipanga. Kamati ya sherehe. Kamati ya maandalizi ya sherehe ni muda wa mwaliko ndugu jamaa na marafiki. Tumalize twende kamati ya sherehe. Kamati ya maandalizi ya sherehe tunajipanga vizuri. Wakati wageni waliko jamaa na marafiki tunakuja. Safi sana.
uwaka tusimame. Uwaka naomba tusimame. Tuje kumalizia, twende kwa kamati. Uwaka wanaume wa Katoliki, kila mmoja popote alipo, tuje kwa pamoja, wanaume wa Katoliki uwaka. Naomba tuje uwaka. Niombe tu akina mzee Pasco Katabaro tuwaongoze wanaume uwaka wote, waje mbele. Mwakididi Kijori, Mr. Katundu Nishaka Pita, wote naomba tuje. Naomba wanaume wa Katoliki uwaka twende sasa, tukiongozwa na mzee Wekama yuko ndani ya uwaka. Sasa wanakuja wanaume uwaka. Jamani, vigelegele. Mzee Wekama anawaongoza wanaume, utume wa wanaume Katoliki uwaka. Vigelegele kwao. Kamati tendaji ya sherehe mjiandae. Kamati ya sherehe mjiandae. Kamati tendaji ya maandalizi ya sherehe mjiandae. Kamati tendaji ya sherehe, naomba tujiandae. Hao ni wanaume Katoliki. Pia na general na yeye yuko pale. Namna hiyo. Wawata nao wanasimama, mara kisi anasema haikubaliki hiyo. Wanawake na wao wako. Wanawake. Wawata, jamani. Wawata mara kisi ya Mugero anasema hakuna. Wanaume na wao hawezi wakatuzidi. Haya, wawata sasa tusimame. Tunakwenda wawata sasa. Wanawake wa Katoliki Tanzania. Wakati huo kamati mnajiandaa ya maandalizi. Karibu wawata sasa. Karibu wawata. Sasa mama Adelina Wekama naye anasema haiwezekani. Anasema ni waongoze moja kwa moja. Hiyo ni wawata. Akina mama vigelegele basi kwenu. Sisi wanaume tusingepiga vigelegele, tulikuwa tunakanyaga ardhi kwa kishindo. Sasa nyie piga vigelegele. Tunakuja hivyo. Hao ni wanawake wa Katoliki Tanzania. Japo bado idadi ya wanaume imewazidi. Walikuwa ni wengi kweli kweli. Haya, karibu tuone. Walionionyesha Rutamo walinionyesha Rutamo. Sasa tayari ni shemasi. Asante sana Maletisi kwa masa nzuri. Wanawake wa Katoliki, mambo yamekaa sawa sawa. Naomba kamati ndani ya sherehe za Skarion na kamati yako. Kamati ya maandalizi ya sherehe za Skarion. Safi sana kina mama. Haya, wanakuja sasa kamati ya sherehe, kamati ya maandalizi. Kamati ya maandalizi. Kamati ya maandalizi tunakuja sasa. Kikundi cha ngoma tunasogea sogea. Kamati ya maandalizi vigelegele kwetu. Makofi sana. Yes. Vigelegele kamati ya maandalizi ya.
Asante sana Fulio, karibu mwenyekiti. Asante sana MC. Basi kamati ya maandalizi kama mnavyoiona, tunashukuru sana 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 wote mliotuwezesha. Sababu yetu ya kufanya haya mambo ni hawa ndugu zetu unavyowaona tangia asubuhi wamekaa, wametuwezesha kikubwa, lakini hasa tunashukuru na familia ya Umurangira Tabetson Lwekamwa, nanyi basi mmetuwezesha kikubwa, mambo yakaenda vizuri kama mnavyoyaona. Lakini pamoja na hayo kuna tulichokibakiza kidogo tena kikubwa, tunaomba Shemasi ukipokee. Lakini vile vile katika kamati yetu tulikuwa na kamati mbalimbali. Basi tulikuwa na mwakazina wetu ambaye tukabidhi moja kwa moja familia. Naomba mwapungie mkono. Basi tulikuwa na katibu Kiula, nafikiri yuko kwenye majukumu kule, basi naye awapungie mkono. Tulikuwa na kamati ya vinywaji, tulikuwa na kamati ya usafiri, tulikuwa na kamati zote kama unavyojua sherehe zinavyoenda, kila kamati ilikuwa imesheheni wataalamu hapo. Kwa hiyo tunawashukuru sana jamani kwa jinsi mlivyotuwezesha, tunasema asante. Asante. Kwa muda mfupi kuandaa mambo makubwa namna hii. Sasa si kwenye upandisho tutafunga mji mzima. Makofi kwenu tafadhali. DJ watoe uwanjani wanakamati. Safi sana. Hao ndivyo wanavyozaliwa watatu. Abiti, Ivani na Lydia. Safi sana. Wow, hapo mazuri. Yes, sasa Lydia anafungua zawadi. Anasema utafungua baadaye. Makofi mengi sana. Yes, namna hiyo. Haya, sasa twende kuja kaka na dada kwa ujumla. Kaka na dada kwa ujumla wake sasa. Dada wote na kaka wote. Safi sana. Asante dada. Haya, asante sana. Basi naona kama kaka na dada wameisha.
Mira,
kumsapoti yeye uliochangishwa na Daktari Benson Bana umepatikana kiasi gani, ili muone miujiza ilivyo, na ninaamini baba paroko leo kwa kweli anaondoka mifuko imetuna kidogo. Lakini la pili, yeye ndiye kiongozi wetu mkuu hapa, atatoa neno la shukrani, lakini pia ataweza kutoa baraka, tayari kwa kuturuhusu tuendelee na ratiba nyingine za maandalizi ya kamati ya sherehe ijayo mbele yetu. Ni mtoe taarifa ya ufadhili niliyopata kutoka kwenu kupitia kwa Balozi Daktari Benson Bana. Nashukuru mmeweza kunisaidia kwa Raki4,12,700. Asanteni sana, Mungu awabariki pia. Lakini kwa namna ya pekee nimshukuru Mheshimiwa Narozi kwa ubunifu wake ambao umenisaidia mimi kusomeka vizuri kati ya wachache waliofika viwango vya kuanzia Raki5 na kuendelea. Kwa hiyo mimi nikijumlisha na ya kwangu hapo ninafikisha Raki6,12,700, ambapo Raki4,12,700 nailipa cash. Raki2 itakuja baadaye. Asanteni sana nyote ambao mmeniunga mkono na kuniinua. Mungu awabariki sana. La pili, kama MC alivyoelekeza, ni neno tu la shukrani. Kwa niaba, natoa shukrani hizi kwa niaba ya wanafamilia na kwa niaba ya kila mmoja wetu hapa. Nishukuru kwa kufanikisha sherehe hii ya leo. Asanteni sana nyote mliohusika kufanya siku hii ya leo ikaonekana hivi ilivyoonekana. Kwa tunajiuliza pale kama hii sherehe imefanana hivi ya pongezi za ushemasi, baada ya ubadilisho sherehe itakuwa kwaje? Viwango naona vitakuwa vya juu sana. Basi ongereni sana sana, kwa kweli mambo yamefana, yamekwenda vizuri. Kama kuna kilichopungua ni kwa sababu tu mmeitwa, ili wakati ule sherehe ambayo tumeanza kuiandaa leo kisije kikapungua. Kwa hiyo mapungufu yaliyokuwepo myaone pia kama fursa ya kutuweka chonjo na macho kwa ajili ya kuboresha hiyo sherehe ambayo tunaigojea. Asanteni sana wanafamilia kwa kuandaa kitu kikubwa, maana ninyi mngeamua kupiga kimya na kushukuru kimya kimya. Mwenyezi Mungu amefurahi tu kwa unyenyekevu wenu, lakini mkaona mfanye kitu kikubwa hivi ili kuandaa watu hawa kwa nia na mioyo kwa makubwa yanayokuja. Asante sana wanafamilia, Mungu awabariki sana. Ili nisije nikakosea, neno hili na shukrani nalitoa kwenu nyote, kila mmoja kwa nafasi yake, kwa mchango wake, kwa uwepo wake, kwa ushiriki wake, kwa jukumu alilokuwa nalo kuanzia kwa kamati mpaka kwa mgeni wa mwisho aliyealikwa na hata yule ambaye hakualikwa. Sote uwepo wetu hapa umekuwa sababu ya mafanikio. Asanteni sana, Mungu awabariki. Baba Shemasi, wewe ndio sababu ya kuwepo kwetu hapa. Kwa hiyo shukrani kwako ni za kipekee. Tunakushukuru kwa kuzingatia maelekezo ya seminarini ili uweze kunyongea altari ya Bwana.
ufuatiliaji wako wa malezi na kuzingatia vigezo vyote vilivyokuwa vinahitajika ndio kufanya tukusanyike hapa kwa ajili yako. Kwa kweli umewaheshimisha wazazi na tunaendelea kukuombea uendelee kuwaheshimisha hivyo hivyo na kuinua familia yako, lakini pia na jamii kwa ujumla. Basi sasa msiogope, mambo yatakuwa mazuri sana. Halafu mjue tunaye mama yetu Bikira Maria, mama wa huruma. Pale atakapotindikiwa atamwambia mwanae, tumsifu Yesu Kristo. Tunawashukuru sana 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 sana. Mwanzo mzuri, jipige makofi kwanza. Pesa taslimu iliyopatikana hapa ni 1,102,700. Ahadi ni 27,725,000. Asante sana kwa habari. Asante sana kwa nimesia wapi yake ana jukumu kubwa sana kule. Lakini anajua kinachoendelea hapa. Anawashukuru kwa ukarimu wenu kwa kuwa tayari kufadhili miito. Kwa sababu mnapoandaa sherehe hizi za upadilisho na zawadi mnazozitoa hizi, mnasikia tunasema mtampa zawadi gani, mnamsaidia yeye baba askofu watunza mapadri. Kwa sababu askofu anapoamua kumwekea frateli yote kuwa shemasi au padri shemasi yote kuwa padri, yeye ndiye ana jukumu la kumtunza. Ndio maana askofu anaweza akaamua mtu ameshakuwa shemasi hivi, anasema sitampadilisha mwaka huu. Mwishoandaa sherehe zenu kabisa, anaweza kaamua sina ninavyoona sina uwezo wa kumtunza kwa sasa hivi, asubiri miaka miwili. Hapo vipi? Nasema ni sawa, kwa sababu akimpadilisha alafu akakosa kazi ya kumpa au akakosa kumtunza. Ndio maana sisi waumini lazima tumuonyeshe baba askofu kwamba mpadilishe, sisi tuna uwezo wa kumtunza. Baba Shemasa ataongoza sana, alafu mapadri tuliopo tutawabariki. Na Bwana na Roho Mtakatifu. Amina. Malaika wa Bwana alipasha habari Maria. Salamu Maria. Ndimi mtumishi wa Bwana. Salamu Maria. Neno wa Mungu akatoa mwili. Salamu Maria. Utuombee mzazi mtakatifu wa Mungu. Tuombe. Tutie neema yako ili sisi kwa mateso na msaada wake tufikishwe kwenye utukufu wa ufufuo. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ee Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi ya siku ya leo, siku iliyojaa furaha na shukrani kwako na kwa ndugu hao waliokuja kufanikisha zoezi hili. Tunaombea wanaporudi makwao, kawe nao katika safari zao, utubariki kila tuingiapo na tutokapo. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tunaokimbilia ulinzi wako. Mzazi mtakatifu wa Mungu. Basi mapadri tulipakwa mafuta matakatifu ya Krisma imani. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asanteni sana, nendeni na amani. Asante sana Baba Paroko.
tunaahidi shilingi 400,000. Makofi sana. Mzee Robert Matumbo, mashirika ameahidi shilingi 400,000.